kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunashukuru kwa namna ambavyo ametujalia tena kukutana, kuendelea kujifunza na kutafakari neno lake. Leo ni siku ya 3 katika muendelezo wa masomo yetu yenye kichwa kinachosema hatari ya kudharau ukweli. Hatari ya kudharau ukweli. Karibu tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Roho wako Mtakatifu akatuongoze tena, tufunulie kweli yako katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ninakualika tena katika siku hii ya leo. Tumeendelea kuona ya kwamba Mungu anatuhitaji sana tufanye mapenzi yake. Sisi tunamilikiwa na Mungu kama mmiliki wa maisha yetu, na ni shauku ya Mungu kuona ya kwamba tunafanya yale ambayo ni mapenzi yake, na ametupatia uhuru wa kuchagua. Chaguzi zetu zinaamua hatima yetu ya umilele itakuwaje. Na hivyo tumekuwa na chaguzi nyingi ambazo tumekuwa tukizifanya ambazo ni kinyume na kweli ambazo Mungu amefunua kwenye maisha yetu. Na hivyo Mungu anatualika tena kurudi nyuma na kutafakari na kuchagua kusikiliza kweli yake na kuitenda katika maisha yetu. Je, umechukua hatua gani mpaka sasa katika kufanya matengenezo katika maisha yako? Umechukua hatua gani katika kuimarisha maisha yako ya maombi? Umechukua hatua gani katika kuimarisha yale mambo ambayo uligundua ya kwamba ulikuwa tu unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, licha ya kwamba ulikuwa unajua? Mwendelezo wa masomo yetu umetupatia hatua za kufanya. Na katika siku hii ya pili ya iliyopita tuliona hatua mojawapo tuliotakiwa kufanya ni hatua ya kuanza kufanya mazoezi ya kukumbuka ahadi za Bwana, na kila wazo, kila neno, kila tunapotakiwa kusema, kila hatua tunayotakiwa kuchukua, tunapaswa kuuliza katika mapenzi ya Mungu. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana, hujibu katika wakati na hutupatia mapendekezo katika fahamu zetu kupitia Roho Mtakatifu. Shetani naye huja na mapendekezo yake, na hivyo tunaalikwa kuchagua mapendekezo ya Mungu, na tumealikana kufanya hivyo, kufanya mazoezi ya kuchagua mapenzi ya Mungu. Na kadiri tunavyochagua, nguvu ya Roho Mtakatifu inaongezeka katika maisha yetu. Kumwagwa kwa Roho Mtakatifu sio kutokea tu kama upepo kujaa kwenye maisha ya mtu. Kadiri unavyoitikia sauti ya Roho Mtakatifu, ndivyo unavyojazwa Roho Mtakatifu. Katika mwendelezo wa tafakari yetu hii tumekuwa katika kisa cha Wafalme wa Kwanza sura ya 22, ambapo tunamtafakari mfalme Ahabu pamoja na mfalme Yehoshafati, ambapo walikuwa wanahitaji kwenda kupambana na mfalme wa Sham ambaye alikuwa na umiliki mji wa Ramoth Gilead. Jana tuliona ya kwamba Yehoshafati alikataa kusikiliza maneno ya wale manabii wa uongo, akasema hapana, sijaridhika na manabii hawa. Je, hayupo mtu katika Israeli ambaye ana neno linalotoka kwa Bwana? Na hivyo tukasema ya kwamba ni lazima tuwe na neno linalotoka kwa Bwana katika maamuzi yetu ya kila siku. Leo tunamtazama Mikaya. Mikaya aliwezaje kusimama imara na kutambulika kama nabii wa Mungu katikati ya Israeli ambayo tayari ilikuwa imeharibiwa na Shetani? Nguvu ya mapepo ilikuwa kubwa sana ndani ya Israeli, kama ambavyo ilivyo kubwa leo katika ulimwengu tulio nao. Nguvu ya giza, mapepo yamejaa katika ulimwengu huu. Utaniuliza, mbona sijawahi kuanguka na mapepo? Lakini nataka nikwambie, nguvu ya ushawishi wa dhambi ina mivuto kwa aina mbalimbali imeendelea kuongezeka, na hayo unayoyaona yanayotokea ya ushawishi, na kila mahali kuna namna Shetani anavuta watu kufanya makosa. Ushawishi huo, hiyo ndiyo nguvu ya mapepo
inayofanya kazi. Na kitabu hiki cha Wafalme kinadhihirisha ya kwamba nguvu ya mapepo inaingia kwenye jamii na kuwavuta watu wengi kukubali mambo yanayofurahisha na kukataa kweli wanazozijua na kuzidharau kweli wanazozifahamu, bado kila siku wakifungwa fahamu zao, wakifungwa wasione, wakifungwa wasichague, na hivyo tumebaki tukiendelea kutekeleza matendo ambayo uongozi wake si wa Mungu, na kweli tumeziweka kando, huku tukiwa tunajua ya kabisa ya kwamba tunayoyafanya sio mapenzi ya Mungu, lakini bado tumekuwa tukiyatenda nyakati zote. Na hapa Mikaya anatukumbusha swali ambalo nataka tulitazame kwa Mikaya. Mikaya aliwezaje kusimama miongoni mwa wana wa Israeli? Yeye akasema hapana, siwezi kuwa miongoni mwa manabii wa uongo. Mikaya aliwezaje? Ili na sisi tuone tunawezaje leo kutokudharau kweli ya Mungu katikati ya maisha yetu ya kila siku. Nini kilimsaidia Mikaya? Kwa nini Mikaya aliweza kusimama? Ndipo Mikaya akasema hapana, nitasema lile ambalo limetoka kwa Bwana. Akida anamwambia Mikaya, sikiliza manabii wanachokisema, wanamtabiria mfalme mambo yaliyo mema. Sema na wewe sasa ukamtabirie mfalme mambo yaliyo mema, ila usimtabirie mambo yaliyo mabaya. Ndipo Mikaya akamwambia, kama Bwana ishivyo, neno lile Bwana analo niambia ndilo nitakalo linena. Mungu anasubiri katika wakati kama wa leo apate watu watakaosema nyakati zote ya kwamba kama Bwana alivyoniambia, kama Bwana anavyoniambia, kama Bwana anavyonielekeza, nitasema. Mungu anatamani kuona watu hao, watu ambao watapigana na nafsi zao na ubinafsi ulio ndani ya maisha yetu, watu ambao watapingana na mapenzi ya mwili na kuruhusu mapenzi ya Roho kutokea katika maisha yetu. Mapenzi ya mwili ambayo yanaufurahisha mwili, mambo yote hayo hayawezi kuwa na umilele katika maisha yetu. Mungu anatazama kuona watu watakaoweza kutambua hili siku ya leo, watakaobadilisha machaguzi yao ya kila siku kwa kutambua ya kwamba uchaguzi wanaofanya wa kupenda mambo yanayofurahisha mwili kwa macho, kwa kusikia, kwa kuona, kwa kutazama, kwa kutenda, mambo hayo yanayofurahisha mwili yanaishia katika moto ule wa milele. Na Mungu anataka watu watakaosema kama Mikaya, ni kweli ninapenda jambo hili, ni kweli ninapenda mazoea haya, ni kweli nimekuwa nikiburudika na namna ambavyo nimekuwa nikifanya, ninafurahia ushabiki wa mpira, ninafurahia mavazi ninayoyavaa, ninafurahia mtindo wangu wa nywele, ninafurahia namna ambavyo ninasuka, ninafurahia muonekano wangu, ninafurahia namna ambavyo ninajiremba, ninafurahia namna ambavyo ninajihusianisha na mambo ya ulimwengu huu. Ninafurahia mambo hayo yanayoupa mwili kufurahi. Na hivyo kweli zinapokuja kukutana na furaha ya mwili, vita inakuwa kali na tunachagua mambo ya mwili. Tunasema Bwana atanisaidia, Bwana tu anajua. Lakini Mikaya anasema sio hivyo, kile atakachoniambia Bwana. Na hivyo akachora mstari. Mikaya aliwezaje? Mikaya aliwezaje? Tunajifunza jambo gani kutoka kwa Mikaya siku hii ya leo? Tunakiona kitu gani ambacho Mikaya aliweza kufanikiwa, ambacho mimi na wewe tunaweza tukakitumia kuweza kufanikiwa katika maisha yetu ya siku ya leo, tunapopambana na hali hii ya kutaka kuyafanya mapenzi ya Mungu? Mambo ya kujifunza kutoka kwa Mikaya. Jambo la kwanza, nabii wa kweli hataogopa kusema ukweli wa Mungu.
mtumishi wa Mungu, mjoli wa Bwana, mtu aliyeyatoa maisha yake kwa Mungu, hataogopa kuusema ukweli. Na sio kuusema tu, hataogopa kuuchagua ukweli. Maana wengi wetu hatujauchagua ukweli katika maisha yetu na kuuishi nyakati zote. Mikaya hakubadilisha ujumbe wake licha ya kwamba alikuwa peke yake kati ya watu 400. Hakuwa na sababu zilizomtoa kwenye maamuzi yake. Hata mfalme alipotaka kumshawishi, hata akida alipotaka kumshawishi ya kwamba tazama watu wanayoyasema, Mikaya alisema ya kwamba sababu hizi za watu, hali hii inayoonekana ya kwamba wengi wamemwacha Bwana, mtazamo wa watu wengi haukumtoa katika mtazamo ulio sahihi. Tumekuwa na sababu nyingi za kututoa kwenye mapenzi ya Mungu. Hali yangu ya kiuchumi sio nzuri, na ndiyo maana nimeshindwa kuwa mwaminifu katika kutoa zaka na sadaka. Hali yangu ya kiuchumi sio nzuri, na hii ndiyo maana nimeshindwa hata kuweza kuhudumu katika majukumu kadhaa ndani ya kanisa. Nimekuwa busy sana na majukumu yangu ya kiuchumi, siwezi kushika madaraka haya. Tumekuwa na sababu nyingi za kuzitoa mbele ya Mungu, ya kwamba siwezi kufanya hivi kwa sababu hii, siwezi kutekeleza jambo hili kwa sababu fulani. Lakini Mikaya hakubebwa na sababu yoyote ya kimazingira au ya watu waliokuwa wanamzunguka. Katika ulimwengu wa leo, watu wengi tunapenda mambo ambayo yanafurahisha tu mwili, mambo ambayo yanatufurahisha kwa kitambo kidogo. Tunakuwa tayari kubebwa kirahisi sana na ushawishi unaotuzunguka. Wakristo tunapaswa kusema ukweli. Wakristo tunapaswa kuishi ukweli. Na hapa tunajifunza jambo hili la pekee. Swali la kuuliza, je, uko tayari kusema ukweli hata kama hautapokelewa? Na hapa sio kupokelewa na watu. Leo tunazungumza habari ya wewe mwenyewe kuupokea. Acha kwanza hatua ya watu kuupokea ukweli unaosema, lakini je, uko tayari kuupokea ukweli unaosemwa leo? Watu wanaopenda uongo watakuchukia. Watu wanaopenda uongo watachukia watu wanaopenda ukweli. Watu tunaopenda uongo na mambo ya mwili tutachukia mambo ya kweli. Ninataka ulitazame somo hili si katika tu mtazamo wa kutazama katika hatua ya kutazama wengine, lakini katika hatua ya binafsi, ya kwamba watu ambao tunapenda mambo yanayofurahisha mwili tunachukia mambo ambayo ni ya kweli. Na hivyo ukisimama katika kweli, unaposimama katika kweli, unafungua milango mikali ya vita dhidi ya nafsi yako. Na hivyo milango mikali ya vita ya nafsi yako inapofunguka, ndipo unapohitaji kumshikilia Mungu zaidi. Lakini tunaona kitu kingine katika tunachojifunza hapa, ya kwamba nabii huyu wa kweli hatavutiwa na wingi wa wafuasi. Na hapa ndipo jambo lilipo kubwa sana katika siku ya leo. Mikaya alikuwa peke yake. Manabii wa uongo walikuwa watu wapatao 400. Wengi wao walimwambia Ahabu atashinda vitani, lakini walikuwa wakiongozwa na roho ya shetani. Ukweli ni kwamba ukweli wa Mungu haupimwi na idadi ya watu. Kweli ya Mungu katika maisha yetu haipimwi na idadi ya watu. Ukweli wa Mungu haupimwi kwa namna hiyo. Watu wengi wanapenda kukubali lile jambo ambalo linakubaliwa na watu wengi. Lakini kukubaliwa na watu wengi haimaanishi ya kwamba ni sahihi mbele za Mungu. Je, utakuwa tayari kusimama peke yako? Mungu kamwe hakubaliani na wingi, ila anakubaliana na waaminifu. Jambo la kujifunza hapa ni kwamba wale wote wanaokubali kuwa waaminifu na kusimama katika kweli, Mungu huweka ulinzi wake juu yao. Kama ambavyo alimhifadhi Mikaya licha ya kwamba kila mahali alizungukwa na watu waliotafuta maisha yake.
Usidanganywe na maneno matamu ambayo shetani anayaleta kwenye akili zako. Usidanganywe na ushawishi wa shetani anaotoa kila siku, ambapo amekuwa akitafuta kila namna kututoa katika kweli. Usikubali ushawishi huo mpendwa. Kataa katika siku ya leo ushawishi unaofurahisha ambao unaletwa kila siku, na tunashawishiwa na shetani katika mambo mengi ya kuvutia. Usikubali. Ahabu alipendelea kusikia maneno matamu, lakini hayo hayakumsaidia. Ujumbe wa Mungu si wa kufurahisha kila wakati. Kuna wakati ujumbe wa Mungu unatuhitaji kufanya maamuzi magumu. Kuna wakati ujumbe wa Mungu unatuhitaji kupitia katika maumivu. Kuna wakati ujumbe wa Mungu utatuweka mahali ambapo tutakuwa tunapitia changamoto kwa sababu ya kukubali kweli, na shetani ameongeza vita pale ambapo tunakuwa tumeukubali huo kweli. Na hivyo sikia, katika muda huu tunapoelekea kuhitimisha somo hili, jambo ambalo tunajifunza, kwa nini Mikaya aliweza. Kwa nini Mikaya aliweza? Sikiliza. Kwa nini Mikaya aliweza? Mikaya aliweza kwa sababu aliunganisha mahusiano yake na Mungu, na alimtazama Mungu aliye chanzo cha uhai. Nia inapokaa juu ya nafsi ya mwanadamu, inageuzwa mbali na Kristo. Yaani pale ambapo unatanguliza mwili, unatanguliza mapenzi ya mwili dhidi ya mapenzi ya Mungu, nia yako inageuzwa mbali na Mungu, chanzo cha nguvu na chanzo cha uzima. Mikaya alihakikisha nia yake binafsi ya mapenzi ya mwili inakuwa chini ya mapenzi ya Mungu, na hapo ndipo alipoendelea kukuzwa katika Kristo. Kwa hiyo ni jitihada za mara kwa mara za shetani kuweka usikivu, kuutoa usikivu wetu kutoka kwa Kristo na kuzuia muunganiko wa ushirika wetu na Mungu. Anasa za dunia, mahangaiko ya maisha, na mashaka na huzuni na makosa ya watu wengine tunayoyatazama, au makosa yetu wenyewe, kutokukamilika kwetu, kwa namna yoyote ile anatafuta kuigeuza akili yetu kuwa mbali. Na akisha igeuza akili yetu kuwa mbali, mambo yatawekwa kweli wazi kabisa mbele yetu. Tunaziona ni kweli za kweli kabisa, hizi ni za wazi, lakini hatutakuwa tayari kuzifuata. Kwa hatua ya kwanza kabisa tunayopaswa kuchukua siku ya leo, tena hatua tunayopaswa kuchukua katika somo la leo, ni kutokukubali kugeuzwa mbali na Kristo. Usikubali ushawishi wa shetani wa anasa za dunia. Unawezaje kutokukubali sasa? Ni kwa kugeuza nia zetu zikawa chini ya nia za Mungu. Mungu ametoa maagizo yake. Weka nia yako chini, sema nia yangu itakuwa chini na nia ya Mungu itakuwa juu. Mapenzi yangu yatakuwa chini na mapenzi ya Mungu yatakuwa juu. Utakaposema hivyo, mapenzi ya mwili yanaanza kupoteza nguvu, na mapenzi ya roho yanaanza kuteka mwili, na mwili kuwa chini ya mapenzi ya Roho Mtakatifu. Hatua tunayokwenda kuomba sasa, tunakwenda kuomba kumwambia Mungu mapenzi yetu yakae chini, mapenzi yake yakae juu, ili mwili wetu katekwe na mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Tuombe. Mungu wetu, ninaita wito huu katika moyo wangu na moyo wa msikilizaji. Mapenzi yetu yanapokuwa juu ya mapenzi yako, ni kweli na ni hakika ya kwamba nia zetu zitageuzwa mbali na wewe. Lakini mapenzi yako yanapokuwa juu ya mapenzi yetu, tunapata nguvu ya kumshinda shetani. Muunganiko wetu na wewe unakuwa muunganiko ulio hai. Mikaya alitanguliza mapenzi yako, na ndiyo maana hakushawishiwa
kwa kuwa mapenzi yako yalikuwa mbele kuliko mapenzi yake. Wengi wetu tumekutenda dhambi, utusamehe. Bariki msikilizaji, tusaidie tunapochukua hatua hii dhati itakayogharimu maumivu katika mwili